Bismillahir Rahmanir Rahim. Watanzania wenzangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Matembezi haya ya amani mnayoyaona, huzuni hii mnayoiona kwenye nyuso zetu, weusi huu mnaouona, ni kwa ajili ya kukumbuka kifo cha mmoja katika maswahaba wakubwa wa Mtume Muhammad. Ni matembezi ya kukumbuka kifo cha mjukuu wa Mtume Muhammad, mtoto wa Mtume Muhammad, al-Imam al-Husayn au Sayyiduna al-Husayn alayhi salam. Lakini kubwa zaidi, kwa nini bwana mkubwa huyu akumbukwe kila mwaka zaidi ya miaka 1400 iliyopita? Ni kwa sababu ya meseji yake ambayo ameuawa kwa ajili yake. Ni kwa sababu ya ujumbe ambao ulimfanya auawe bwana mkubwa huyu kwa ajili yake. Nitataja mambo matano kwa haraka haraka. Jambo la kwanza ni utu na ubinadamu. Kipindi cha al-Imam al-Husayn ni jambo likuwa limekosekana katika jamii, na ndiyo maana mpaka ikafikia mahala mtoto wa Mtume, mjukuu wa Mtume, swahaba wa Mtume akauawa mbele za watu, na watoto wake wakauawa, wakakamatwa mateka. Ni ishara ya kwamba utu na ubinadamu ulikuwa umesambaratika. Naamini ya kwamba leo dunia na sisi hapa katika nchi yetu ya Tanzania kuuenzi utu na kunyanyua sauti kwa ajili ya utu ni jambo kubwa na muhimu. Lakini jambo la pili ambalo lilikuwa limesambaratika kwenye kipindi cha al-Imam al-Husayn alayhi salam ni jambo la haki. Mwenyewe anasema ala tarawna anna al-haqqa la yu'malu bi, hivi yamuoni mbona haki haitendeki, mbona haki haifanyiki? Kama kuna jambo ambalo kuna haja ya kuikumbusha dunia ni jambo la haki kutawala katika sekta zetu tofauti na katika mambo yetu ya kila siku. Kwa hivyo Abu Abdullah al-Husayn, moja ya meseji yake kubwa ilikuwa ni jambo la haki. Lakini jambo la tatu ambalo ni muhimu, umoja wa Waislamu kipindi cha al-Imam al-Husayn ulikuwa umekosekana, na ndiyo maana akauawa swahaba ya Mtume mbele ya macho ya umma wa Kiislamu. Leo tukitoka barabarani, moja ya meseji muhimu ya kuisambaza, ya kuieneza mbele ya umma ni jambo la umoja kati ya Waislamu. Masuni, Mashia, Maibadhi na madhehebu nyingine zote umefikia muda ya wao kuwa kitu kimoja. Kutoka kwetu barabarani ni ishara ya kuenzi umoja ambao al-Imam al-Husayn ameuenzi. Lakini jambo la nne muhimu, kipindi cha al-Imam al-Husayn umoja wa kitaifa, umoja wa watu wote ulikuwa umesambaratika. Tumeona historia ya Uislamu wakati wa Makka, Mtume aliishi pamoja na Mayahudi pamoja na Wakristo na watu wa dini tofauti, lakini kipindi cha Hussein umoja wa kitaifa, umoja wa dini zote ulikuwa umesambaratika. Kama kuna jambo la kulienzi leo sisi katika Tanzania yetu na katika nchi yetu, hakuna kama vile umoja wa kitaifa, kukaa vizuri na kukaa kwa pamoja kama watu wenye nchi moja, wenye taifa moja. Lakini la mwisho, mauaji ya al-Imam al-Husayn, swahaba wa Mtume na mjukuu wa Mtume, ni ishara ya kwamba amani, utulivu na mshikamano vilikuwa vimekosekana. Leo tukitoka barabarani kumuenzi al-Imam al-Husayn ni kuenzi amani, ni kuenzi umoja, ni kuenzi mshikamano. Nadhania dunia pamoja na Tanzania yetu, miongoni mwa mambo inayoyahitajia mno ni amani, umoja na mshikamano. Namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka ya damu iliyomwagika katika ardhi ya Karbala iwe ni sababu ya amani ya Tanzania, ya umoja wa Tanzania na mshikamano wa Tanzania. Na namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanaotusimamia, viongozi wetu ambao ndiyo sababu ya umoja huu na amani hii na mshikamano huu tuliokuwa nao, basi Mungu awape nguvu, hasa Daktari Samia Suluhu Hassan, kiongozi wetu wa nchi ambaye ndiye amekamata bango la amani. Poleni sana kwa msiba mzito wa al-Imam al-Husayn. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Asanteni sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tumekusanyika
hapa na tupo katika maandamano haya ya amani. Lengo na madhumuni ni kufikisha ujumbe wa Imam Hussein alayhi salam. Sote tunajua katika historia ya Uislamu kwamba mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Hussein alayhi salam, alifanyiwa unyama, aliuawa vibaya yeye pamoja na familia yake katika uwanja wa Karbala, lakini hakuwa na kosa lolote la kufanyiwa mauaji yale isipokuwa kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu, kuitetea haki, kupinga dhulma. Sasa tuko hapa tunasambaza ujumbe kwa watu wote, wanadamu, awe Muislamu wa madhehebu mbalimbali, asiyekuwa Muislamu, Mkristo, kwamba Mwenyezi Mungu ametuumba wanadamu tuje kuishi na amani. Haikubaliki kundi la watu kujifanya wao ndio watu wa maana katika hii dunia na kutawala wengine. Na vyovyote utakavyoona kama wewe Muislamu dini yako inaharibiwa, dini yako inachezewa, basi simama imara bila ya kuogopa chochote, kwa sababu wewe umekuja katika hii dunia kwa ajili ya kumtumikia Mungu, na moja ya kazi yako ni kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo yote atakayejaribu kuichezea dini ya Mwenyezi Mungu usikubali, simama imara, simama mbele yao, uwaeleze ukweli kama vile ambavyo Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein alayhi salam alitoka yeye pamoja na familia yake. Lengo na madhumuni ni kwamba yeye atakapouawa basi familia yake itaendeleza ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndivyo ilivyotokea. Baada ya kuuawa Imam Hussein alayhi salam, Bibi Zainab pamoja na Zainul Abidina wao walibaki na kuja kutangaza Uislamu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo popote tulipo Waislamu, tusimame imara, usikubali dini yako kuchezewa. Jukumu lako ni kuitetea na kuilinda dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.